uongozi na utawala bora. Tumejifunza utangulizi ambao unahusisha maana ya maneno, na tumeanza na definitions au explanation ya neno leadership, uongozi. Kwa hiyo tumejifunza maana ya uongozi au tafsiri ya uongozi kwa muktadha zote ambazo tumezipitia. Tumeangalia maana ya uongozi kwa muktadha wa dini yetu ya Uislamu. Mungu anasema nini kuhusiana na uongozi? Maana ya uongozi, Mungu anasema nini? Kiongozi ni nani au uongozi ni nini? Tumeona, mmerejea hapa aya kadha wa kadha. Lakini pia tumeona maana au tafsiri ya uongozi kwa mujibu wa hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema nini kuhusu kiongozi au uongozi? Tumetoka hapo tukaja kwenye maana ya uongozi au kiongozi kwa mujibu wa wasomi mbalimbali duniani. Tuko pamoja tumeona tafsiri kadha wa kadha, wasomi wamesema nini juu ya uongozi. Na tumekwenda zaidi, tumeona kiongozi ni lazima awe na meneja au katibu wa kumsaidia katika kufikia malengo yake au maono yake, kuyafikisha, kuyafanya kuwa halisi, na halisi hiyo inayokubalika katika jamii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubwa ambalo nataka kulifikisha kwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla ni tukio letu la Darul Maarif Day ambalo nategemea kuanza tarehe 31 mwezi huu wa 7 na kumalizika tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa 7 na tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo hilo ndio tukio kubwa ambalo tunaitaka Waislamu wote Tanzania kwa ujumla walifahamu na wahudhurie. Wanaalikwa wanaume kwa wanawake katika siku zote hizo. Kutakuwa na matukio mbalimbali. Siku ya kwanza ya ufunguzi asubuhi kutakuwa saa 1 kamili, kutakuwa na ufunguzi atakaoongoza Mheshimiwa Mufti mwenyewe. Siku hiyo ya tarehe 31 siku ya Ijumaa asubuhi, na jioni baada ya Isha kutakuwa na samai, na asubuhi yake kuanzia majira ya saa 4 asubuhi hadi saa 10 kutakuwa na shughuli ya kina mama, shughuli ya maonyesho ya kina mama na shughuli ya maulidi ya kina mama ambayo itaanza baada ya dhuhuri hadi alasiri. Nategemea kwamba shughuli hiyo wataiongoza wao wenyewe kwa sababu